Baba, nimesimama mbele zako na mbele ya kanisa Mfalme. Najua kwamba Bwana, maneno yanayotoka katika kinywa changu Mfalme yanaongozwa na nguvu zako Mfalme. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza, maana neno la siku ya leo umekusudia likapate nafasi katika maisha yetu na likapate nafasi katika mioyo zetu na hata katika wokovu wetu. Baba, utukufu wale wote ambao tunapokea, tunaomba na kupokea kwamba likafanye kazi katika maisha yetu. Pokea sifa Baba asubuhi ya leo, pokea utukufu, maana wewe ni Mungu mwaminifu siku zote. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Mgeni wetu karibu sana. Jisikie uko nyumbani, jisikie uko mahali ambapo pako sawa. Tunakupenda. Mimi nakupenda. Nimekuona kwa mara ya kwanza. So nashukuru Mungu kwa sababu yako. Na wacha niseme kwamba kaa hapo ukijua uko mahali ambapo pako sawa. Ya kwamba tunakupenda na kile ambacho Kristo amekusudia juu yako utakipokea katika jina la Yesu. So bado mahali hapa tunazidi kuhimizana, bado tunazidi kufundishana na kuelimishana kwa ajili ya mwili wa Kristo, kwa ajili ya maisha ambayo tunaishi hapa ulimwenguni. Kwa sababu tunapoishi hapa ulimwenguni tunamwakilisha Kristo. Mimi na wewe tunamwakilisha Kristo ambaye tumempokea, ambaye tunatembea naye siku zote, ambaye anatusaidia, ambaye anatuepusha na mambo mengi sana. Na ndiposa huyu Kristo hatutaona haya na hatutamwaibikia kumtangaza na kutangaza matendo yake makuu na kile ambacho anafanya katika maisha yetu. So kila kusanyiko ambalo tunakusanyika, hatukusanyiki kwa sababu ya mambo yetu binafsi, bali tunakusanyika ni kwa sababu ya mambo au kwa ajili ya utukufu wa Kristo Yesu. So asubuhi ya leo nina furaha sana na ninamshukuru Bwana ni kwa sababu ya neno ambalo tunataka kushiriki asubuhi ya leo. Na tunatiana tu moyo katika hii safari yetu ya wokovu. Na asubuhi ya leo tunazungumzia kuhusu nguvu ya kustahimili na moyo wa ushujaa. Hiyo ndio tunataka kujifundisha asubuhi ya leo au kuzungumzia asubuhi ya leo. Nguvu ya kustahimili na moyo wa ushujaa. Kwa sababu sisi kama waumini tunastahili kuwa watu ambao tuna uvumilivu na tunahitaji kuwa watu ambao tuna moyo wa ushujaa. Kwa sababu tukikosa kuwa watu wa kustahimili, hatuwezi hata kumpendeza Kristo. Hatuwezi kupendeza au hatuwezi kufanya sawa na yale ambayo yametuzunguka. Na tunapaswa kuwa na huo moyo wa ushujaa. Kwa sababu baba yetu mwenyewe Yesu Kristo ni shujaa wa maisha yetu. Na iwapo yeye ni shujaa, nasi tumepokea shujaa, nasi pia tunakuwa na moyo wa ushujaa. Tunakuwa shujaa katika Kristo. Kwa sababu hatuwezi kuwa shujaa na tumembeba shujaa. Kama tumembeba Kristo ambaye yeye mwenyewe ni shujaa, nasi anatusaidia tunakuwa na huo moyo wa ushujaa. Hakuna kitu mbele yetu ambacho kinaweza kikatokea kikatufanya tukakosa kuwa shujaa. Shujaa ni yule mtu, sijui naweza explain aje. Shujaa, yani shujaa most of the time anakuwa amejiamini na kile ambacho anakifanya. Na akiamini nitashinda, lazima atashinda. Hata angalia ya kwamba environment kunakaaje, hata angalia kwamba maybe mapito ambazo ziko mbele yake, anaangalia na anadharau. Huo ndio ushujaa. Na mwisho wa siku anashinda. Haleluya. Tunapata watu
wengi sasa hivi makanisani, kuna watu wengi hawajapita katika darasa. Watu wengi hawajapita katika darasa. Wamempokea Kristo lakini hawajapita katika darasa. Hawajajifundisha, hawajafundishwa. Manake jambo la kwanza mtu anapompokea Kristo, kupokea Kristo ni jambo la kwanza. Halafu pia kuna sasa kufundishwa. Manake umesikia injili au umeisikia injili, umemwamini Kristo, haitoshi tu. Unaendelea pia kufundishwa. Na huku kufundishwa ndiko kuingia katika darasa. Hata siku hii ya leo tuko darasani. Tuko katika ibada, at the same time tuko katika darasa. Na ndiposa tunajifundisha. Au leo hii kuna watu wako makanisani leo hii hawajafundishwa au hawajasimamishwa katika msingi thabiti. Hawajasimamishwa katika msingi thabiti. Na ndio kitu ambacho kinayumbisha waamini wengi leo hii. Lazima ufundishwe msingi, yani kama vile tu maisha yetu ya kawaida. Kuna vitu unavitunza. Au kama maisha ya kawaida, hata nyumba inapojengwa, nyumba haisimamishwi tu mara moja. Lazima kunakuwa na msingi, hapo chini kuna chimbwa. Nyumba kama gorofa, mfano gorofa na nyumba ya kawaida hii ya mawe hii ya kawaida ambayo hajabeba ingine juu yake, msingi iko tofauti. Msingi iko tofauti kabisa. Kwa sababu utapata nyumba ambayo imebeba nyumba zingine juu, inachimbwa chini sana kwa sababu inataka kubeba. Lakini hii ya kawaida ya chini, hiyo hata inaweza pangwa tu mawe na nyumba inasimama. So sisi kama waamini ni lazima tuwe katika msingi thabiti. Sisi lazima tutengenezwe, lazima tutengenezwe vizuri, tusimamishwe vizuri, tufundishwe vizuri, msingi uwe thabiti. Msingi wetu ukiwa thabiti, hakuna chochote ambacho kinaweza kikatutia hofu. Hakuna chochote ambacho kinaweza kikatufanya tukatoa focus kwa Mungu. Licha ya kuwa changamoto zipo katika maisha na ni lazima tustahimili. Kustahimili si kushindwa. Yani uko katika hiyo hali lakini bado unasonga na Baba. Bado unamtazamia Bwana, bado unaaminia. Hata kama mambo yanaonekana kama hayaendi, au mambo yanaonekana ni machungu au mazito, bado unakuwa na zile nguvu za kustahimili. Bado unakuwa na nguvu za kustahimili. Kwa nini leo hii watu wengi wanakosa kustahimili au wanakosa ushujaa au moyo? Kwa sababu msingi hauko thabiti. Wengine walifundishwa kwamba kuja kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna kila kitu ambacho unahitaji, unakipata kwa Bwana. Na wakati wanakuja hawaoni kile ambacho waliambiwa njoo. Kwa sababu hao walikuja kwa sababu ya kupata. Bali hawakuja kwa sababu ya kuweza kujua Kristo au kukaa uweponi mwa Kristo siku zote. Walikuja kwa sababu ya vitu ambavyo vinapita. So kuna vitu ambavyo kwa maisha waumini ambavyo vinawayumbisha, na ni vitu ambavyo havistahili au hata havipaswi kuyumbisha muamini ambaye amebeba Kristo, ambaye Kristo wetu ni shujaa. Na kupitia mafundisho ndiyo yanayokufanya kukua. Haleluya. Mafundisho ndiyo yanayokufanya wewe kukua. Wewe na mimi tunakuwa kwa sababu ya mafundisho. Hatukui tu kwa sababu tunakuwa tu. Kuna mafundisho, darasa ambayo unaingia kufundishika ili ukakue.
Na ndio manake unapomkubali Kristo katika ulimwengu wa rohoni, unakuwa kama mtoto mchanga. Unajua hata sisi saizi, sisi ni watoto, tunaendelea kukua, tunaendelea. Ndio sababu bado tunafundishwa. Tungekuwa tumekomaa au tungekuwa tuko sawa sasa, hatungekuwa bado saizi tunafundishwa. Lakini tuko kwa hiyo process ya kukua. Tunaendelea kukua. Kuna kiwango tumetoka, tumeingia kiwango cha pili, tunaingia kiwango cha tatu, tunaendelea hivyo mpaka tukue sasa kabisa. Sasa tumekua. Lakini unapata katika neno la Mungu, huwezi kusema umefika mwisho wa kukua. Bado kuna ukuaji tu. Bado tunaendelea kukua. Na ndio sababu tutaendelea kufundishwa. Wewe ukifika mwisho wako, unaondoka. Mafundisho yanaendelea. Wewe ukifika mwisho wako tena unaondoka. Hivyo mafundisho, hakuna siku neno la Bwana litakosa kufundishwa. Ni wewe muda wako ukifika unaquit. Yaani unaenda ulimwengu mwingine huko. Yaani haya maisha ulimwengu unakuwa umeyaondokea. Na wale ambao bado wako wanaendelea kufundishwa, wanaendelea kukua. So tunapata kwamba jambo lingine ni kwamba mtu ambaye hufundishwa vizuri au kulelewa vizuri katika neno, kulelewa katika neno, inakuwa rahisi sana kutokata tamaa. Mtu ambaye hajalelewa vizuri most of the time anakata tamaa. Lakini mtu ambaye amelelewa vizuri na kufundishwa vizuri neno la Kristo, hawezi kukata tamaa kiurahisi. Hakati tamaa kwa sababu amefundishwa vizuri. Mafundisho yanatufanya tunakuwa vizuri. Lakini bila fundisho ambalo ni la sawa, wengi wanakata tamaa katika hii safari. Si kwamba kuna kule kufundishwa ambako tunasema kwamba mtu, kama vile mfano huo tunasema saa zingine kwamba inua mikono yako kwa Bwana, mshukuru Bwana. Huwa tunasema hilo si jambo pekee la kuwa kwamba wewe unamtukuza, yani au wewe umejikita kwa Kristo. Mtu yeyote anaweza kainua mikono akamshukuru Bwana. Lakini kile ambacho kitatufanya tuweze kuelewa, au kile ambacho kinafanya kwamba Kristo anajua kwamba mwanangu anakuwa vyema, ni wakati ambapo umejifundisha vizuri, umefundishwa vizuri, na ukafuata kile ambacho mwalimu wako amekufundisha vizuri, na ukafanya kulingana na vile Kristo anataka ufanye. Si kwamba unafanya kwa ajili ya akili zako wewe mwenyewe, ila unafanya ni kwa ajili ya kile Kristo anataka ukifanye. Najua kwamba Mungu atatusaidia kuweza, au Mungu atatupa nguvu ya kuweza kustahimili. Na siku zote Baba ametupa nguvu, atatuzidishia nguvu za kuweza kustahimili na kuweza kuwa shujaa katika maisha yetu, kuwa shujaa katika kazi ya Kristo. So mimi naamini kwamba sisi ambao tunafundishwa vizuri hatutakuwa kama wale ambao wako makanisani leo hii. Unapata kwamba mtu anakuambia kwamba mimi katika wokovu nimekaa miaka 60 au nimekaa miaka 50. Lakini ukimwangalia kabisa unamuona ni kana kwamba ni mtoto mchanga. Kwa sababu katika hicho kipindi ambacho amekaa katika wokovu, iwapo alifundishwa vizuri au iwapo alilelewa vizuri, utapata kwamba hata matamshi au jinsi vile
anavyomwakilisha Kristo kunakuwa na utofauti kabisa. Hawezi akamwakilisha au hawezi akafanya kazi ya Kristo na akili zake kama jinsi vile anajua. Manake unapata inakuwa ngumu sana wakati watu kama hao, inakuwa ngumu sana hata kama umeona kwamba hakuna venye kunaenda hivi, unapata ni ngumu sana kumweleza, manake yeye anajua kila kitu. Na ndio sababu tunasema katika Ukristo au katika kazi ya Kristo au katika kumhubiri Kristo au katika kumjua Kristo, bado haujajua vizuri, bado tuko katika darasa, tunafundishika, bado tunaendelea kujua. Manake tangia sisi tumeanza au tangia tumempokea Kristo au tangia tumeanza kulelewa, ni mambo mengi tulijua, lakini the more tunaendelea kujifundisha Biblia na kujifundisha kutoka kwa walimu, tunapata mengine inaonekana kwamba hii nayo ilikuwa kali, mbona hatukuwa na huo ufahamu, mbona hatukujua. Alafu unapata kwamba kwa sababu umekubali kufundishika, unapata kwamba wakati hata wewe mwenyewe unaposoma neno la Mungu unapata ufunuo, unapata kwamba hii hakikuwa hivi kumbe, na mbona sikuwa naelewa. Ni kwa sababu ya ule msingi ambao tulikuwa tumefunga, yani ule msingi ambao tulikuwa tumesimamishwa ndani, au na yale malezi ambayo tulikuwa tumelelewa. Kwa sababu unapata kwamba ukimlea mtoto, ukimwambia kwamba siku zote wewe ni mtoto mbaya, siku zote unashinda umemwambia mtoto ni mbaya, unajua mtoto atakuwa akijua yeye ni mbaya siku zote. Lakini licha kwa anapotoka, lakini unamwambia pana, wewe ni mtoto bora zaidi, unapata kwamba the more anakuwa anaona licha kwa anafanya vibaya, lakini mimi niko bora. Nisema to salvation, wakati tunalelewa, tunapolelewa vizuri, tunaendelea kukua tukijua tuko sawa, na ndio the more tutakuwa vizuri. Jambo la kwanza tumefundishwa tukaambiwa kwamba wokovu wetu haupotei. Wakati tumempokea Kristo, wokovu wetu haupotei. Licha kwa utafanya nini, Kristo yuko ndani mwako, hawezi akakuacha. Mumeshikamanishwa. Lakini tulikuwa tumeshajua kwamba nikimpokea Kristo ni jambo moja, na pia Kristo kuondoka ni jambo la pili. So katika msingi ambao wengi wetu tulilelewa, tulijua kwamba ukikosea kidogo Kristo anaondoka, ukisengenya kidogo Kristo anaondoka, ukidharau kidogo Kristo anaondoka. Hivyo ndivyo tulikuwa tumejua. Lakini hatukujua kwamba Kristo anapoingia ndani mwako anafanya makao na anakaa pale, haondoki, hatingiziki. Wewe utakaa kukimbia, lakini yeye ako pale pale. Na ndio sababu tuko tunahesabiana makosa, tuko tunahesabiana kila kuchao, tunahesabiana. Na je, kama ingelikuwa ni hivyo, hakuna hata mmoja angempendeza Kristo. Licha kuwa tulipita hizo zote, tunamshukuru Mungu kwa sababu sisi bado ni shujaa. Ni mengi tumepitia, lakini bado tuko shujaa katika Kristo. Hatukafika mahali tuseme kwamba tunaquit kwa sababu hii wokovu ni leo hivi, kesho ni hivi. Bado tuko na hizo nguvu za kustahimili na kuwa shujaa. Na unapata kwamba si kwamba wakati mtu unaokoka maisha yatakuwa mepesi au yatakuwa shwari. Hapana. Kumpokea Kristo au ya kuokoka, sisi ambao tumeokoka leo hii tunaye Kristo, lakini si kwamba kila kitu kinakuwa shwari kwako, si kwamba kila kitu kinakuwa poa kwako. Na ndio sababu tunafundishwa kwamba tunahitaji kustahimili. Kama kitu kingekuwa, kama kila kitu kwetu ingekuwa ni shwari, hatungefundishwa kuhusu kustahimili. Hatungefundishwa leo hii kuwa shujaa, hatungefundishwa. Manake utakuwa ushujaa wapi na kila kitu kiko shwari? Utastahimili vipi na kila kitu kwako kiko sawa?
Kuokoka si kwamba maisha itakuwa shwari. Na ndio sababu utapata umeokoka, unafanya kazi ya Mungu katika uaminifu, lakini kuna vitu bado katika maisha vinakuwa ni vizito. Vinaweza vikakuvunja moyo, vinaweza vikakufanya ukakata tamaa. Lakini inabidi tustahimili, na inabidi tuwe na moyo wa ushujaa. Hatuwezi kuitwa tu shujaa kwa vitu rahisi. Huwezi ukawa shujaa kwa kitu rahisi. Hapana, huwezi ukakuwa shujaa hivyo tu. Yaani mambo iko tu sawa, wewe siku zote unakuanga sawa tu, alafu unasema mimi ni shujaa. Shujaa lazima kuna mambo amekabiliana nayo mazito. Kuna vitu amepigana navyo ambavyo ni vizito. Kuna vitu amesongamana navyo ambavyo ni vigumu na ni vichungu. Lakini mwisho wa siku ameshinda. Au bado anapambana navyo. Huo ndio kuonyesha ushujaa sasa. Unakuwa uko na ushujaa. Wewe ni shujaa katika Kristo. Hatusemi ushujaa kwa mambo ya hapa. Tunazungumzia ushujaa kwa mtu ambaye anaye Kristo. Yaani katika haya maisha. Yaani katika haya maisha tunaishi. Tunaishi katika mwili na pia tunaishi katika roho. Unaweza ukapata katika mambo yako ya rohoni mambo iko shwari. Ukiingia kwa mambo ya rohoni uko sawa kabisa, lakini ukirudi katika mambo ya mwili kuna mambo yanakusonga. Na inabidi ukabiliane, kwa sababu huwezi kukaa tu katika roho. Na ndio sababu uko na mwili. So huwezi kukaa siku zote tu wewe unakuanga rohoni. So kama utakuwa rohoni, mwili, haya maisha ya mwilini, basi sasa yanakuaje au unakuaje? Unafaa pia katika mwili upotee. Wewe ukuenge tu wewe ni wa rohoni kule rohoni. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaishi katika roho na at the same time tunaishi katika mwili. Katika roho tunamwakilisha Kristo, kwa sababu Kristo mwenyewe ni wa rohoni. Alafu katika mwili, kile ambacho kiko katika ulimwengu wa rohoni au rohoni, mwili wetu huu au maisha ambayo tunaishi katika mwili yanamdhihirisha yule Kristo ambaye tumembeba, au yale maisha yetu ya rohoni. Na ndio sababu tunasema kwamba tunahitaji kubarikiwa katika rohoni na pia katika mwilini. Wale ambao hawajamjua Kristo, au wale watu ambao wanaishi katika rumors za Kristo, wakikuona wanaona Kristo, wakikuona wanaona utofauti. Yaani wakikuona wanaona wewe ni mtu wa tofauti, licha kuwa tuko wote sawa, lakini wakikuona wanaona wewe uko mtu wa utofauti. So tunashukuru Mungu kwa sababu tunajua kwamba Mungu atatustahimilisha. Katika kustahimilishwa lazima kunakuwa na uvumilivu, kwa sababu huwezi kustahimili pasipo na uvumilivu ndani mwako. Huwezi kukosa uvumilivu ndani mwako na tunasema unastahimili. Lazima kuna uvumilivu. Na katika kuvumilia, ukisikia mtu anasema kuvumilia, kuvumilia si kwamba yani sijui naweza kuambiaje. Kuvumilia si kitu rahisi. Uvumilivu si kitu rahisi kabisa. Ni kile kitu ambacho hata mtu yeyote anaona kwamba haiwezekani, au huwezi kabisa, au hata wewe mwenyewe unaona siwezi kabisa, siwezi kuendelea kuvumilia. So unapata kwamba katika kuvumilia, unavumilia kitu ambacho ni kizito au ni kichungu. Mfano kama watumishi wa Mungu, unapata kwamba wengi wanavumilia, kwa sababu ukiwa mtumishi wa Mungu pasipo uvumilivu huwezi kustahimili. Na ndio unapata kwamba watumishi wengi wanavumilia, hasa wale ambao
Mungu amewaaminia katika kulea, katika kutunza. Kama mfano, nitumie mfano kama baba yetu hapa. Unapata kwamba wewe mfano kama mimi au muumini wa kawaida ambaye unalelewa, unaweza ukafanya mambo mengi, mambo ambayo hata mfano hayapendezi kweli, lakini kwa sababu baba ambaye ako pale anakulea, anakuvumilia, hawezi kukukorofisha, anakuvumilia tu katika yote. Maana anajua nahitaji kuvumilia na nahitaji kustahimili. Lakini wewe muumini wa kawaida, utatimua tu. Umeshajua kwamba kuna watu wanaweza akakuja kanisani au mahali pa kukutanika, lakini si kwamba amekuja tu. Yaani si kwamba amekuja kwa sababu anataka kupokea. Mwingine anakuja tu kwa sababu hataki, yani siku ikuwe nzuri. Na mwingine anakuja tu kwa sababu anataka kuona utafanya. Au mwingine anakuja tu pastor atahubiri, au pastor atafanya muujiza. Wengine wanakuja kwa sababu ya miujiza tu. Lakini mtu ambaye anataka kukua au mtu ambaye anakuwa, hawezi kufuata miujiza, hawezi kufuata ishara, bali anafuata kufundishwa. Anataka kufundishwa. Hizo ishara na miujiza zitakuja baadaye. Na ndio sababu sisi hatufuati ishara na miujiza, bali tunafuata neno la Kristo. Neno ambalo linatufanya tunakuwa. Hilo ndilo sisi tunataka. Tunataka kukua katika neno. So naamini kwamba Mungu atatusaidia, tutakuwa watu wa kustahimili, na tutakuwa watu ambao tunafocus katika kuwa shujaa katika Kristo. Mashujaa wa Kristo. Watu ambao wamebeba Kristo. Watu ambao wanastahimili. Licha kwa tutaambiwa kwamba tukipita pale chini unaweza ukanyongwa, usimhubiri Kristo ukiwa pale. Lakini shujaa siku zote atamwakilisha Kristo. Atasema kwamba mimi ni shujaa wa Kristo na nimembeba Kristo, na huyu Kristo ndiye shujaa wangu. Nitapita na nitamhubiri Kristo, na nitapita, sitakufa. Kwa sababu shujaa ambaye niko naye atanitetea siku zote. Kwa sababu ufanyi katika upumbavu wako, ufanyi kwa akili zako, unafanya kwa sababu Kristo ametaka ufanye. Haleluya. 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 Hapa pa kustahimili ni pakali na ni panoma. Nimesema kwamba katika hizo changamoto, hapo ndipo tunahitaji nguvu ya kustahimili. Na hiyo nguvu ya kustahimili tutaipata tu kwa Kristo. Kristo ndiye anatupa hizo nguvu, anatuzidishia hizo nguvu, tunashinda na tunashinda. Wacha tufungue kitabu cha Wakolosai. Kolosai 1:13. Wakolosai 1:13. Sema naye alituokoa katika nguvu za giza, atuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. 14. Mstari wa 14 nasema ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Wakolosai 1:13. Yes. Nasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14 ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Amen. Maandiko inasema kwamba
alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alituhamisha, yani alituokoa. Baada ya kutuokoa akatuhamisha na kutuingiza katika uokozi. Unapata kwamba ndio Kristo atuokoe sisi. Tunapowasoma habari za Kristo tunapata kwamba kuna mambo ambayo Kristo Yesu, yani Yesu mwenyewe Kristo alifanyiwa ili mimi na wewe tukapate kuokolewa, ili mimi na wewe tukapate kuwa huru leo hii. Hakufanyiwa mambo ambayo angekosa kuyastahimili. Alifanyiwa mambo ambayo ni machungu. Angekuwa kama ni yeye tu mwenyewe alikusudia iwe hivyo, hangeweza. Unapata katika kustahimili huko ndiko kulifanya akatuokoa sisi. Unapata kwamba katika uokozi wetu sisi, Kristo ili atuokoe sisi, kuna kitu alifanya, kuna kitu alipitia, alistahimili. Wengine walimuita majina, wengine wakamtemea mate, wengine akamwambia kama ni mwana jiokoe, kwa sababu uko na huo uwezo, maana wewe ni mwana wa Mungu. Alistahimili hadi mwisho wa siku, akawekwa pale msalabani, akakata roho.